Nawasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Natumai kwamba tuko salama. Kwa majina naitwa Mjomba. Yesu Kristo ni Mwokozi wa maisha yangu. Siku ya leo niko hapa kuwatia moyo katika Bwana, haswa katika kutafakari maandiko katika muda huu ambao tumetenga kuweza kusikiza. Sijui kama unanisikia kutoka wapi, lakini nakukaribisha katika channel hii uweze kukuwa part ya kile kitu ambacho Mungu anatamani kufanya katika maisha yetu. Haja ya moyo wangu ni kumjua Mungu zaidi ya mambo yote. Ya kwamba nimjue na nimfahamu Mungu, na isiishie katika kumjua, bali nikapate kumuishia kila wakati. Nakukaribisha ujumuike pamoja nami katika muda huu. Unaweza kuwa umetenga muda huu katika kufunga na kuomba kuweza kumsikiza Mungu. Natumai katika maandiko haya yataweza kukutia nguvu pia wewe siku ya leo uweze kusimama katika maombi na kuweza kumuita Mungu. Ni njia gani ambayo tunaweza kumkaribia Mungu sana? Hilo ndio swali tunajaribu kujiuliza. Njia moja ya kumkaribia Mungu ni wakati tunatenga muda na kufunga na kuomba na kumuita Mungu. Wakati huo basi si kwamba tunabadili mpango wa Mungu katika maisha yetu. Hapana, inamaanisha kwamba tunakubaliana na vile Mungu anavyopanga katika maisha yetu. Mara nyingi tunapofunga na kuomba, tunaposimama katika mfungo na kumuita Mungu, huwa kuna kukaribia kwa Mungu. Ya kwamba huu mwili ambao tuko nao unapenda vitu vya dunia ama chakula cha dunia, lakini mambo ya roho yanaweza kutujaza, yanajaza roho. Kwa hivyo kufunga na kuomba haswa ni kama chakula cha roho, kwa sababu unatenga huo muda kuweza kukaa, kutafakari, kukaa, kuomba, kulitafakari neno, kutafakari mpango wa Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo nawakaribisha katika hii awamu ya kwamba sijui wewe unasikiza ukiwa wapi ama ni mambo gani ambayo unapitia. Hata kama haufungi na kuomba, natumai kwamba hili neno litaweza kukutia nguvu na litaweza kukuongoza katika hii wiki yote ambayo inakuja, na katika njia, na kama pia ukaona kwenye moyo wako uweze kusimama na kuweza kuomba pamoja, na kukaribisha pia katika huo mpango wa kuweza kuomba katika hili neno na kumuita Mungu. Kichwa ambacho ninaweza kuangalia siku ya leo ni kumwachia Mungu akuwe mchungaji wa maisha yetu. Kumwachia Mungu akuwe mchungaji wa maisha yetu. Mungu anazungumza na wana wa Israeli. Tunaangalia kwamba anawaambia yeye, wao ni wana-kondoo na yeye ndiye mchungaji. Sasa anapatiana picha ya mchungaji na kondoo. Sasa hayo mambo mawili ndio natamani sana ya kwamba Roho wa Mungu apate kutufunulia, kuweza kujua ni namna gani Mungu akisema atakuwa mchungaji wa maisha yetu inamaanisha nini katika maisha yetu siku ya leo. Mungu akizungumza kwenye neno lake akisema kwamba mimi ndiye mchungaji, ama tukimuita Mungu wewe ndio mchungaji, inamaanisha nini katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya yule mtu ambaye anatamani kuishi pamoja na Mungu? Inamaanisha nini? Wacha tuamini na tuombe. Baba,
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tupatie neema ya kuweza kuingia katika lango lako kwa kuamini kwamba wewe upo, na wewe Bwana ndio the rewarder wa wote ambao wanakutafuta wakati wowote. Sisi hatuna uwezo wa kusimama mbele yako, lakini kwa damu iliyomwagika msalabani umetupatia uwezo na mamlaka ya kukaribia kiti chako cha enzi. Na umesema wale wote ambao wanakukaribia ni lazima waamini ya kwamba wewe ni Mungu, ya kwamba wewe uko, that you are. Na wewe Bwana ndiye ambaye unapatia wale wote ambao wanakutafuta, unajidhihirisha kwa maisha yao. Muda kama huu Bwana, natamani tukakuone ukijidhihirisha. Zungumza na mioyo yetu, unatufahamu vema zaidi ya kila jambo. Kwa hivyo wakati kama huu, unamjua ndugu yangu, unamjua mama yangu, unamjua dada yangu, unajua baba yangu, unajua nyanya yangu, wale wote ambao wananisikiza Bwana, ninaomba ukapatie hili neno, lifanye hili neno likakuwe mbegu nzuri katika mioyo yao ya kuweza kujaza imani yao. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Sasa kitabu cha Ezekieli mlango wa 34 ndio ukikisoma hii sura yote ya 34 utaona Mungu akizungumza haswa yeye kama mchungaji. Katika kipindi hiki tunaweza shindwa kuchambua mambo yote Mungu anayozungumza kama mchungaji, lakini anaanza kwa kuzungumza kuhusu wachungaji wa dunia. Wakati wachungaji wa dunia wanasimama kuchunga maisha yako ama maisha yangu, wako na upungufu. Wakati shetani anakuwa ndiye mchungaji wa maisha yako, kunakuwa na upungufu. Mtu mmoja ambaye anaweza simama kuwa mchungaji wa maisha yako ni Mungu. Mchungaji ni nani? Mchungaji ni yule mtu ambaye ako na hekima ya kuelewa maisha ya kondoo. Ako na hekima ya kuelewa kondoo anatakikana kukula nini. Ako na hekima ya kuelewa ni wapi ninaweza peleka kondoo wakapata malisho. Mchungaji mwema anajua njia zote za adui ambao wanaweza vamia kondoo na kuwamaliza. Mchungaji mwema huwa anakuwa tayari kila wakati kupambana na nguvu zote na misimamo yoyote na maadui wote kila wakati. Mchungaji mwema halali. Mchungaji mwema anasimama katika nafasi yake kuhakikisha kwamba maisha ya kondoo yako kamili. Anasimama katika nafasi yake kuensure ya kwamba kondoo wamepata chakula cha kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji mbaya huwa anawaachilia kondoo. Wakati maadui wamekuja, basi huyo mchungaji mbaya huwa anakimbia na kutoka. Lakini Mungu ambaye tunamwita jioni ya leo, yeye ni mchungaji mwema. Kabla ya Agano Jipya, Mungu anazungumza na nabii Ezekieli mlango wa 34. Ukisoma mlango wa 34 kuanzia mstari wa kwanza, Mungu anazungumza kuhusu wachungaji wa dunia ambao walikuwa wanatawala nchi ya Israeli, wana wa Israeli kama kondoo wa Mungu. Na wakati hao watu walitawala, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari ule
hadi mstari ule wa 6, unaona ya kwamba wanashindwa kuelekeza watu katika njia iliyo sawa. In other words, tukiwategemea wanadamu wanaweza onekana kwamba wako na uwezo, lakini mwishowe wanashindwa. Jambo la pili, tunaweza tegemea mali ziweze kukua mchungaji wa moyo wangu, lakini pia mali zinashindwa kukua mchungaji mwema. Akili zetu tunaweza kuziona kwamba ndio zinaweza kutuchunga, lakini ukweli ni kwamba akili zako haziwezi kukuchunga. Elimu yako uliyokuwa nayo haiwezi kukuchunga. Kunaye mmoja mkamilifu ambaye ni Mungu. Mungu anazungumza na Wanaisraeli baada ya kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Anazungumza kuhusu vile watu wameumizwa, watu wamejeruhiwa kwa sababu wachungaji wameshindwa kusimama na kondoo. Lakini Mungu akikuwa mchungaji, basi anabadilisha, kwa sababu anajua ni wapi anapeleka kondoo. Akiamka asubuhi, anajua ni wapi atapeleka kondoo. Ikifika jioni, ikifika mchana, anajua ni wapi atawapeleka kondoo wakunywe maji. Sijui kama kuna mtu anahitaji maji, ama kuna mtu anahitaji kupata nyasi zilizo nzuri. Mchungaji mwema anajua ni wapi pa kupeleka kondoo. Ikifika jioni, anajua ni muda gani anatakana kupeleka kwa hori kondoo, na kondoo anahakikisha kwamba anawachunga usiku wote. Wakati simba amekuja kukula kondoo, basi mchungaji mwema anasimama na anatetea kondoo wake. Sijui kama tuko pamoja katika hapo. Sasa Mungu akizungumza kama huyu mchungaji ambaye tunazungumza hapa, anasema ya kwamba verse 11, that for this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep and look after them. Mungu anajirudia yeye mwenyewe ya kwamba mimi mwenyewe nitatafuta. Bwana Yesu asifiwe. So mambo ambayo nataka tusimame jioni ya leo kuweza kumwita Mungu ni kumwita Mungu na kumwabudu na kulitia jina lake kama mchungaji wa maisha yetu, mchungaji wa akili yangu, mchungaji wa maikaria, mchungaji wa nyumba yangu, mchungaji ninapoingia, ninapotoka, majira yote, ya kwamba Mungu anabaki kukuwa mchungaji wa maisha yangu. Mungu anabaki kuwa mchungaji wa ndoa. Mungu ndiye mchungaji wa kila jambo. Mungu mwenyewe amesema yeye mwenyewe atakuwa mchungaji. Kwa hivyo jioni ya leo nataka tuende mbele za Bwana, tumwambie Bwana, jioni ya leo natamani wewe Mungu ukakuwe mchungaji wa maisha yangu. Umeahidi kwa neno lako katika kitabu cha Ezekieli ya kwamba Mungu utakuwa mchungaji, ya kwamba Mungu utatafuta watoto wako. Mungu naomba ukatafute moyo wangu jioni ya leo, na Bwana ukanitawale. Bwana tafuta maisha yangu
naomba ukatafute na ukatawale katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kwamba wewe Mungu ukakuwe mchungaji wa maisha yangu. Mungu ukakuwe mchungaji wa familia yangu. Mungu ukakuwe mchungaji ninapoingia na ninapotoka, ninapotembea. Mungu kuwa mchungaji, ukatawale Jehova, maana wewe ni mwaminifu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Uko peke yako kwenye mbingu yako Mungu, uko peke yako Jehova, na hakuna mwingine kama wewe. Wewe ndiye mchungaji uliye mwema, unatutetea na kutupigania. Mstari wa 12, Biblia inasema kwamba I will look as the shepherd looks after the scattered sheep, I will also look for my sheep. I will look after my sheep. Mungu anasema ya kwamba nitaenda kuchunga kondoo wangu. Baba, nakuja mbele yako, nasema Bwana ukachunge maisha yangu. Bwana chunga maisha yangu, kuwa mchungaji wa maisha yangu, vile umeahidi kwa neno lako kuwa mchungaji wa maisha yangu. Mstari wa 13 unasema kwamba part 2 ya mstari wa 13 sema I will pass them on mountains. I will pass them on mountains in the name of Jesus. Mungu ako tayari kutuweza kutulisha katika milima. Mungu, naomba ya kwamba ukaachilie neema ya kuendelea kutulisha neno lako katika jina la Yesu Kristo. Vile umeahidi ya kwamba you will graze us, utatulisha kwenye malisho ya milima katika jina la Yesu Kristo. Tunapoanza mwezi huu wa 7, Bwana ninaomba ukatawale. Ninaomba Bwana ukatawale. Mungu katuongoze kwenye malisho ya majani kwenye milima katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mtu yote he is lacking provision, kitu chochote ambacho kimepotea, Bwana naomba ukapate kurejesha katika jina la Yesu. Mstari wa 14 unasema they will feed in rich pastures on the mountains of Israel, ya kwamba watakula nyasi zilizokuwa mbichi mzuri katika milima. Mstari wa 13 mimi mwenyewe Mungu nitachunga kondoo na nitawaongoza kupumzika, asema Bwana. Tunamwita Mungu jioni ya leo, Father, may you be the sovereign Lord of our hearts, ya kwamba Mungu utatawala kuingia kwetu na kutoka kwetu. Bwana utaachilia kibali katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Yale ambayo ni magumu, Mungu wewe Bwana unawezesha Bwana, yanakuwa rahisi katika jina la Yesu Kristo. Maana wewe Mungu umesema unaongoza. Wacha Bwana ukatawale. Biblia inasema ya kwamba I will search for those who are lost and I will bring, nitawatafuta waliokuwa wamepotea na nitawarudisha. Mstari wa 16 unasema nitatafuta waliopotea na nitawarudisha. Nitafunga vidonda vya wale ambao wamevunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu amevunjika moyo jioni ya leo, Biblia inasema kwamba Mungu anaahidi kwamba nitawafunga vidonda wale ambao wamevunjika. Father, we want to see this manifestation and we plead with you, oh God, that Lord, you're going to bind them that are wounded this hour, oh God. Any person, oh God, who is going to
a difficult moment, God, wale ambao wamevunjika moyo, Mungu naomba kwamba unanyosha mkono wako wenye nguvu na kuwagusa na kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanasikia na wamevunjika moyo, Mungu naomba ukatume nguvu zako, ukatume neema yako, ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale ambao wako in confusion, wanashindwa waende wapi, wanaona wamepotea. Mungu natangaza neema ya kupatikana katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao Bwana wameishiwa na nguvu, Biblia inasema ya kwamba strengthen the weak, strengthen the weak, verse 16, I will bind the injured and strengthen the weak. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Mungu anaendelea kupatia moyo ama kuheal, kuponya vile vidonda, na sio hiyo tu peke yake, kutia nguvu walio wanyonge. Sijui uko mnyonge wa aina gani, lakini Mungu anaahidi kutia nguvu. Jioni ya leo ninaomba tukapate kutiwa nguvu za kiroho, nguvu za imani, nguvu za kuendelea kusimamia na kutetea wokovu, nguvu za kuendelea kupatikana, kumtafuta Mungu, kutembea katika njia yake kila wakati, maana Mungu ni mwaminifu. Kama kuna mahali tumepotea, Mungu anaweza kuturudisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo maombi yangu ni kwamba Mungu anapata kuturudisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo jioni ya leo neno ambalo nitaliacha kwako ni uache Mungu akuwe mchungaji wa moyo wako. Wacha Mungu abaki kuwa mchungaji wa moyo wako. Yeye ndiye atakaye kuongoza, maana yeye ni mwaminifu. Yeye anasema mimi ndiye mchungaji mwema. Mimi ndiye mchungaji mwema katika maisha yetu. Katika maisha yako mwachie Mungu akuwe mchungaji. Katika jamii yako mwachie Mungu akuwe mchungaji. Wacha yeye apigane vita zako. Silaha kubwa ambayo wewe uko nayo siku ya leo sio kupigana, ni kuachia Mungu apigane. Hiyo ndio silaha kubwa ulio nayo. Maana ukimwachia Mungu akipigana, anajua jinsi ya kupigana, wewe haujui. Maana kufikiria kwangu mimi mjomba ni ya kwamba nipigane, lakini sina hiyo nguvu. Lakini kuna yule amejitolea kunipigania, mchungaji mwema. Tumwachie Mungu akuwe mchungaji. Kwa hivyo tunapoingia katika maombi haya ya mfungo, mahali kokote huko, unaweza simama katika mfungo huu kuweza kutafakari hili neno. Inamaanishaje Mungu kuwa mchungaji wa maisha yako, akisema kwamba atakutia nguvu? Ni nguvu za aina gani? Je, ni za maombi? Je, ni za kufunga? Je, ni za neno, maono, mafunuo? Nguvu unahitaji wapi? Anajua Mungu ni mwaminifu kuweza kukupatia neema ya kuelewa haya na kuweza kuishia haya kwa utukufu na heshima jina lake. Bwana, tumwachie Mungu akuwe mchungaji, akauchunge moyo wangu, akauchunge moyo wako, akachunge ndoa yako, akachunge maisha yako, akachunge karia, akachunge familia. Wacha Mungu akachunge maisha yetu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Hunilaza kwenye majani mabichi, huniongoza
utulivu. Yes. So today tumwachie Mungu akakue mchungaji wako wetu. Wacha baki kukua mchungaji. Mwezi wa 7 wacha Mungu akakue mchungaji. Usipigane. Mwachie Mungu akakue mchungaji. Mwachie Mungu akakue mchungaji. Na najua utabarikiwa. Najua ile neno nimezungumza na wewe, mimi sijui. Unaweza ongea hapo kwa comment section kile ambacho kinamaanisha Mungu kukuwa mchungaji wa maisha yako. Je, inamaanisha nini Mungu kukuwa mchungaji wa maisha yako? Zungumza na mimi, tuendelee kupatiana nguvu katika hii safari ya wokovu. Ni mimi mjomba. Asante kwa kuweza kusikiza hili neno, na ninaomba ukaweze kuligawanya kwa wengine. Kama unataka mtu anaweza sikia, unaweza mtumania hiyo link akaweza kusikia na akapata kuweza kubarikiwa pia yeye. Asanteni na mbarikiwe. Tuendelee kutazama.